Karibu sana United Insider tuweze kuangazia kinachoendelea kuhusu Red Devils Manchester United, lakini tusiache kwenda mjini na usafiri mzuri kabisa Dar es Salaam na Morogoro. Kwa sasa tunaenda na trend ya ride, usafiri wa kimtandao. Taarifa kubwa zaidi kuhusu Red Devils Manchester United. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Ben Jacob, wanasema Manchester United wameanza mazungumzo ya moja kwa moja na klabu ya soka ya West Ham kujua namna ya kumpata winga Summerville ambaye anahusishwa na kwenda Manchester United, huku ikielezwa thamani mchezaji huyu kwa sasa ni karibu pauni milioni 50. Hivyo Manchester wameanza mazungumzo ya moja kwa moja. Hii ni taarifa kutoka kwa Ben Jacobo, lakini pia na vyanzo vingine mbalimbali vinatuambia hivyo kwamba kumekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya United na West Ham kuona namna gani ya kuweza kumpata Mholanzi huyu ambaye anatajwa kuwa ndiye winga Manchester wanamwangazia zaidi. Lakini kwa mujibu wa Simon Jones kutoka BBC anasema Manchester pia wanafanya mazungumzo ya moja kwa moja kujua ni kiasi gani West Ham wanataka na makubaliano yatakuwa vipi ili kuweza kupeleka official bid ya kumpata Summerville ambaye hata hivyo inaelezwa sasa, taarifa za vyanzo vingine kwamba itategemea pia na nini kinaendelea kati ya Manchester na Mwingereza Marcus Rashford, kwa sababu Rashford amerejea kwenye timu na atahusika kwenye timu. Kama ataondoka, basi Manchester itakuwa ina nafasi nzuri zaidi ya kumsajili Summerville, japo kwa sasa wamekwisha kuanza mchakato wa mazungumzo kuona wanaweza vipi kumpata Summerville. Lakini pia jambo la Rashford litaendelea kuangaziwa kwa sababu Rashford anatarajiwa kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi kuelekea msimu ujao. Kwa Rashford ni kama mtu ambaye ameshika nafasi ya Summerville, kwamba Rashford aondoke ili kuweza kumsajili winga Summerville. Lakini mazungumzo ya moja kwa moja kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinatuambia tayari yamekwisha kuanza kufanyika. Sasa taarifa kutoka kwa Rodra wa ESPN anasema Real Madrid watahitaji kiasi cha euro milioni 90 ambayo ni sawasawa na paundi milioni 77 ili kumruhusu Tchouameni kuondoka klabuni hapo. Manchester wamekuwa wanahusishwa sana na Tchouameni kwenye siku hizi 2-3 baada ya kushindikana kwa dili la Mreno Matheus Fernandes. Sasa inaelezwa kwa mujibu wa ESPN na akiwa ameripoti Rodra anasema Madrid wanataka kumuuza Tchouameni, lakini watahitaji euro milioni 90 ambayo inaenda paka ina thamani kama ya paundi milioni 77 hivi kuweza kumpata Tchouameni. Huyu ni kiungo mwingine ambaye imekuwa kwa siku za hivi karibuni anazungumzwa zaidi kwamba Manchester huenda wakawa wanataka kumsajili kwa sababu ni mtu muhimu na amekuwa akipigiwa chapuo, na vyanzo vya habari jana vilikuwa vinatuambia changamoto ya mchezaji ni swala tu kubwa la gharama ya usajili, lakini Manchester wanaweza kulipa mshahara ambao Tchouameni anautaka. Hivyo hili ni jambo jingine ambalo tutasubiri kuona nini kinaendelea. Sasa washikaji zangu, kuna mshikaji wetu hapa anaitwa Mresa Hassani. Sio mara moja, sio mara mbili amekuwa akiandika message ambazo kidogo anakurupuka hivi. Leo jana akatuma message sio sana, mimi nakurupuka, natoa taarifa ambazo sio za ukweli. Sasa na hebu nyinyi kidogo mwambieni jamaa usajili namna unavyofanyika au vitu vinavyoendelea duniani, namna timu ambazo zinasajili, na kila siku nawakumbusha watu hizi sio taarifa za kutoka kwenye klabu ya Manchester, hizi tetesi kutoka vyombo vya habari. Vyombo vya habari ndio zinaleta taarifa hizo. So nikwambie bwana Mresa, wewe ndio unakurupuka mshikaji wangu, na jambo moja rahisi kabisa, mimi sikulazimishi wewe kutumia bando lako, kwa sababu kwenye ujumbe wako unasema na kumalizia bando lako. Fanya mpango tu, unsubscribe pale chini, sepa yani. Wanabaki wale ambao wanaamini kwamba hapa ni sehemu ya kupata taarifa ambazo zinawahusu na zinaihusu klabu ya Manchester. Mimi sitengenezi taarifa, mimi sio mmiliki wa klabu. So bwana Mresa Hassan, unaweza tukapita kushoto alafu maisha mengine yakaendelea. So hiyo ni taarifa nyingine ambayo ipo ya Tchouameni kutoka Real Madrid, ili tuone nini kinaweza kikatokea, na ni jambo ambalo litaendelea kuzungumzwa zaidi. Lakini taarifa kutoka BBC Sports, Give Me Sports pamoja na kwa Ben Jacob ni kwamba Manchester wako tayari kupeleka bidi kwa Brighton ili kumpata Carlos Baleba. Hii inakuja baada ya kumkosa Matheus Fernandes ambaye alikuwa ni mtu wa kwanza. Sasa Manchester they are ready kupeleka official bid kwa Brighton ili kuona wanaweza vipi kumpata Carlos Baleba. Tumekwisha kuambiwa kwamba Brighton wao watakuwa tayari kupokea kuanzia 75 mpaka 80 paundi ili kuruhusu Baleba kuweza kuondoka. Kuna mapambano mawili au kuna ukinzani sehemu mbili, kwamba
Baleba amekuwa na season mbaya season iliyopita, so labda Manchester hawapaswi kumsajili, lakini wengine wanasema kwamba bad season kwa Baleba ilichangia na yeye kushindwa kwenda Manchester, lakini pia mchezaji kufeli kwenye season moja ni jambo ambalo huwa linatokea. So Gimme Sports wanasema Manchester iko tayari kutrigger kupeleka bid, lakini pia BBC wanatuambia hivyo kwamba bid huenda ikapelekwa na Brighton ili kuona nafasi ya kuweza kusajiliwa. So mpaka sasa kuna viungo ambao wanaendelea kuangaliwa na wanaendelea kufuatiliwa ili kuweza kuwasajili, na wengi bado imebaki katika mipango ya Manchester chini ya miaka 26, lakini gharama isiyo kubwa. Utaona Ayub Bouad kutoka Morocco miaka 18 anatoka Lille, lakini Alex Scott anatoka Bournemouth miaka 22, yuko Baleba miaka 22, ana muda mzuri wa kuweza kukua. Chouameni mtu ambaye ana miaka 26 katika viungo hawa ambao wanahusishwa na Manchester United. So bado itakuwa taarifa zinaendelea kuwepo, lakini kwa mujibu wa Trylon Marshall anasema kuna ile option ya watu ambao wameongezeka kwenye sajili za viungo wa Manchester, na hapa tunamuona Sander Berge kutoka Fulham anahusishwa pia katika usajili huu. Mbali na hapo yuko Tyler Adams kutoka FC Bournemouth, ni mchezaji mwingine ambaye anahusishwa. So kuna viungo kadhaa ambao watakuwa wanaendelea kuhusishwa zaidi katika dirisha hili kubwa la usajili, ambako Manchester inataka kujiboresha zaidi na kuweza kuitengeneza timu kuelekea season ijayo. So tusubiri kuona nini kitatokea, kwa sababu taarifa zinazoendelea ni namna ambavyo timu inataka kujiboresha, timu inataka kujijenga. Kuna disappointment nyingi zitatokea kwa sababu washabiki wanatarajia hiki, timu inafanya hiki, na mwisho wa siku wenye klabu yao wao ndio wana maamuzi zaidi ya nini ambacho kinaweza kufanyika. Na what I believe ni kwamba Manchester itasajili, kwa sababu tumeambiwa lazima Manchester isajili katika maeneo muhimu zaidi. Lakini tunasubiri kuona nini kitatokea. Je, deal ya Somerville itaenda kama ambavyo inatarajiwa kwenda? Taarifa ya kiungo Chouameni itaenda vipi? Japo Fabrizio Romano alisema deal ya Chouameni huenda ikawa ngumu, kwa sababu mshahara wa Chouameni si mdogo, na Manchester wamekuwa kwenye michakato ya kubana matumizi. So hatujui kama deal ya Chouameni itaenda vile ambavyo inatakiwa, japo inaonekana kuna ugumu. Na bado nimeona pia taarifa ya Whitwell alikuwa anasema bado kuna viungo wengi ambao Manchester walikuwa wanahusishwa nao na wengine bado hawajaondoka, na akamzungumzia mtu kama Adam Wharton kwamba huenda kuna wakati mgumu pia. Ukigonga hodi Crystal Palace watakwambia paundi milioni 100, hivyo bado kuna shughuli pevu. Na jambo zuri ni kwamba Manchester bado ina room mpaka Septemba mosi kuweza kusajili. Swala la kusajili ni gambo. Utakumbuka msimu uliopita Liverpool walisajili sana, amna walichokipata. Chelsea ina wachezaji imesajili karibu timu 6-7, unaweza kutengeneza Chelsea 8-9, lakini Chelsea wale pale tumewaacha nyuma yetu. So kusajili ni strategy, kusajili sio kukusanya group la wachezaji. Hata Real kuna wakati wanasajili wachezaji na hawafanikiwi. So tusubiri kuona nini kitaweza kutokea, na jioni tutaendelea kupiga update zingine ambazo zinaendelea. Kwa hiyo ambao unahisi taarifa za hapa hazikuhusu na ni za uongo, mshikaji wangu, mimi sikununulii bando. Unasepa kirahisi, wale ambao wanaamini wanasalia kwa hapa. Twenzetu mjini na twende ride, lakini usiache kusubscribe kwa wale ambao wanaamini, like, share na comment. Ciao.